Bwana Yesu asifiwe. Namkaribisha nyote katika ibada zetu za jioni za siku ya Alhamisi. Karibuni nyote ambao wamefika na ambao pia wanatutazama katika mitandao. Nataka tena kusema ya kwamba karibuni, kwa sababu Mungu ni mwema, amefanya tukaweze kuiona siku ya leo na pia kuendelesha kazi ya Mungu. Asanteni sana wote ambao wamefika. Asanteni sana wote ambao wanatutazama. Asanti pia kwa sababu ya mchungaji, kwa sababu ya kunipa nafasi hii na ili tukaweze kushiriki kwa pamoja katika jina la Yesu Kristo. Ningependa tu tuombe na ili tukaweze kuendelea katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu, Mungu wa amani, ninakutukuza jioni njema ya leo. Asanti kwa kazi njema ambao umeifanya ndani ya maisha yetu na ndani ya kila mmoja ambaye Bwana ako pamoja nasi na wote ambao wanatutazama. Ninaachiria nguvu zako tunapoenda kusikia neno lako, tunapoenda kujifunza Bwana mengi ambao umetutendea Bwana. Tunashukuru kwa jioni njema ya leo na pia tunasema ni asanti, ni kwa sababu ya kutupa hali ya anga nzuri katika jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru Jehova, ninaponena neno lako Bwana nikawe tu chombo, lakini Bwana sauti yako ikafike mbali ambapo Bwana sisi wenyewe hatuwezi, lakini Bwana ukiwa mbele zetu, ukiwa pamoja nasi, tunajua ya kwamba neno lako litazidi kusikizwa na watu wako watazidi kutendewa mambo ya ajabu katika maisha yao, na katika jina la Yesu Kristo tuseme amen. Oh yes. Asanteni sana kwa sababu ya siku ya leo. Kwa majina yangu naitwa Samson Bugwa, ama barozi wa Mungu hapa duniani. Ninashukuru jioni njema ya leo ni kujua ya kwamba alipo Bwana kuna wema na fadhili zake, na ndio maana siku ya leo ninasema ya kwamba isipokuwa ni yeye alinionekania, isipokuwa ni nguvu zake zimekuwa pamoja nami popote niendapo, sina budi kusema ya kwamba Mungu wangu amenishindania katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo jioni njema ya leo mimi nashukuru nimeokoka. Mungu amenionekania katika safari zangu na ninafurahia nikiwa katika uwepo wake Mungu katika jina la Yesu Kristo. Tukiingia katika mahubiri yetu siku ya leo, nina ujumbe ambao unasema ya kwamba mrejee Mungu vile ulivyo naye atakukubali. Mrejee Mungu vile ulivyo naye atakukubali. Kwa sababu katika huu ujumbe, wakati Mungu alininenea, niliona ya kwamba kuna watu ambao bado wako katika hali za maisha yao ya kawaida, lakini kuna mambo ambao walikuwa wanamfanyia Mungu kazi wakati ambapo walikuwa maybe wamesimama katika injili na wamesimama katika kumtumikia Mungu, lakini all of a sudden mambo ikabadilika, wakawa ni watu ambao wanafanya mambo ya dunia, wakamwacha Mungu na wakaona kana kwamba Mungu hawezi warejesha ama Mungu hawezi wasamehea katika yale dhambi ama katika ile dhambi walitenda. Hivyo nikaona ya kwamba kuna nafasi ingine ya kumrejea Mungu jinsi ulivyo. Huenda ikawa kuna mambo yalifanya ukatoka katika uwepo wa Mungu. Huenda ikawa maybe ni kazi ama familia ikafanya ukaweze kumwacha Mungu katika yale mambo ambayo ulikuwa unafanya. Huenda ikawa kazi ya Mungu ambayo ulikuwa unafanya kabla hujamwacha Mungu, ukaona kana kwamba Mungu hawezi nisikiza. Basi nikakuja na ujumbe ambao unasema ya kwamba mrejee Mungu vile ulivyo naye atakukubali. Hivyo ni kumaanisha ya kwamba kuna mambo mengi umeyatenda yasiyofaa mbele za Bwana, na kuna changamoto ama kuna masaibu ambao ikafika mahali ukaona kana kwamba hata nikimrejea Mungu siwezi ama Mungu hawezi nisamehea kwa sababu nishatenda dhambi. Hivyo basi jioni njema ya leo nataka tujue ya kwamba vile ulivyo, huenda ikawa
kuna mambo mengi yalifanya ukatoke katika uwepo wa Mungu, lakini kwa vile ulivyo, Mungu ameninenea akaniambia ya kwamba unaweza mrejea tena na akaweze kukubali na akaweze kukusamehea dhambi na ukaweze kuwa mwana wake. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi tunapoingia katika Biblia, ningependa tuingie katika kitabu cha Luka ni 15 mstari wa 11. Kitabu cha Luka 15 mstari wa 11. Biblia yangu inasema ya kwamba hii ni habari za kijana mmoja ambaye baada ya mambo yote aliweza kumwambia babake akaweze kumgawia mali yake. Na Biblia ukisoma inatuambia walikuwa vijana wawili ambao waliweza, mmoja wao yule mdogo, Biblia inasema ya kwamba yule mdogo akamuita baba yake na akamwambia, dadi, nataka unigawie sehemu yangu ya urithi. Na baada ya hayo nataka nikueleze na ili tunapoisoma ukashike. Baada ya hayo yule kijana akachukua mali yake yote, akachukua mashamba, akauza, fedha ambazo alipewa akaweka kwa mfuko. Maybe babake alikuwa pia na magari, akapewa baadhi ya magari zingine na akaweza kuweka ama kuzifanya kama pesa. Hivyo Biblia inasema ya kwamba huyu kijana ambaye alimuitisha, kumbuka ya kwamba tutaona jinsi ambavyo alimuitisha, na kwa sababu ni yeye alimuitisha, aliweza na kwenda katika sehemu za bari. Wacha tusome na ili ukaweze kushika katika jina la Yesu Kristo. Tumesema ni kitabu cha Luka 15 mstari wa 11 kuendelea hivyo. Biblia inasema hivi: akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawawagia vijana ama akawawagia vitu vyake. Hata baada ya siku nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya usherati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa ikakuwa ama njaa kuu iliingia nchi ile. Yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpelekea shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitumikia ama akawa akitamani kujishibisha na maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Mstari wa 17, alipozingatia moyoni mwake alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusanza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele zako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babake. Alipokuwa angali mbali, baba yake alipomuona akamuonea huruma. Akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambushu sana. Yule mwana akamwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba aliwaambia watumwa wake, lileteni upesi vazi lililo bora, mkamvike, mtie hata pete kidoreni na viatu miguuni. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Hii ni habari ya kijana mmoja ambaye aliitisha babake mali. Tumesoma na tunasikia ya kwamba
alipoambia mzazi ama yule baba ampe sehemu ambayo inamwangukia, Biblia yangu inaniambia ya kwamba akachukua mali yake yote, na kwa muda usiokuwa mbali akatoka katika nyumba ya baba yake akaenda katika sehemu ya mbali. Na Biblia inasema ya kwamba baada ya kuchukua kile ambacho babake alimgawia, kwa sababu aliwapatia huyu, kumbuka ya kwamba huyu kijana alimuitisha baba yake, na kwa hivyo babake hakuwa na budi, kwa sababu alikuwa na ile jambo la kusema ya kwamba ni haki ya mtoto kupata urithi wa baba yake. Hivyo basi wakati alimuitisha, Biblia inasema ya kwamba baada ya muda usiokuwa mbali, yule kijana alichukua mali yake yote na akaenda katika sehemu ya mbali. Na wakati ambapo alienda, Biblia inasema ya kwamba alienda akaanza zile pesa kuzitumia kwa njia ya usherati, akaanza kuzitumia kwa njia ya madawa. Kwa hivyo tunaona ya kwamba alienda akaanza kujiharibu, na Biblia inasema ya kwamba baada ya muda usiokuwa mbali, katika ile nchi aliyoenda kukawa na njaa kubwa, na hivyo basi akaanza kuhitaji. Kumbuka ya kwamba ashapewa pesa yake, ashatoka mikononi mwa wazazi wake, ameenda katika nchi ambao iko na watu ambao hawajali maisha yake. Hivyo basi akaanza kutumia zile pesa kwa njia isiyofaa, na hivyo baada ya muda usiokuwa mbali ile pesa ikaisha. Na wakati iliisha, Biblia inasema ya kwamba akaanza kuhitaji, akaanza kukua. Huenda ikawa alichukua nyumba mahali pale, akachukua nyumba ya kifahari ambayo iko katika sehemu ya kiufahari, na baada ya muda usiokuwa mbali, kwa sababu zile pesa hazikuwa zinaongezeka, kwa hivyo alikuwa tu anatoa kila siku, na Biblia inasema ya kwamba akaanza kupiga usherati na zile pesa. Kwa hivyo alianza kumisuse maisha yake na pesa zake. Na hivyo basi nikawa naona ya kwamba kuna mtu ambaye Mungu alimbariki na kuna mtu ambaye Mungu alimtoa katika sehemu ya shinda, na baada ya kutolewa katika sehemu ya shinda akaanza kujiona kana kwamba anaweza, kama vile yule kijana alivyojiita mkutano, akaona sasa naweza itisha mali yangu kwa baba yangu na nikaweza kujisimamisha. Hivyo nikawa na tafakari, nikaona ya kwamba kuna wapendwa wengi, kuna Wakristo wengi ambao Mungu alikuwa amewainua katika kiwango ambacho hawezi kufika, ama katika kiwango ambacho Mungu alikuwa amewainua katika njia nzuri. Na baada ya kufika pale, huenda ikawa wengine wakajawa na kiburi, wengine wakaona sasa kazi ya kumtumainia Bwana ni kazi ya utumwa, wakamwacha Mungu na wakafikiria ya kwamba mali niliyo nayo ni mimi nimejitafutia. Hivyo basi huyo mtu akaanza kuhitaji mahali pale, na Biblia inasema ya kwamba akapatana na mtu mmoja na ambaye alikuwa amelisha nguruwe katika mahali pale. Huenda ikawa ni kazi aliweza kutafuta, kwa sababu maisha yamembadilisha. Basi akaanza kuhitaji, kwa sababu kumbuka ya kwamba kwa wale ambao watu wameajiriwa kwa kazi mingi, hata siku ya leo, wakati ambapo umeajiriwa, huenda ikawa wewe umeambiwa tu mshahara ni kiwango fulani, kazi ya kukula, kazi ya kutafuta cha kukula ni yako, kazi ya vile utaishi, vile utakuwa na nyumba, vile utakuwa unaoga, vile utakuwa unafua nguo zako, hiyo ni kazi yako. Basi ni kumaanisha kwamba huyu kijana wakati alipata kuajiriwa kazi ya kulisha nguruwe, hakuwa anaangaliwa katika sehemu nyingine, hakuwa anasibishwa ama anahitajika. Yule mwajiri hakuwa anataka kujua ni jinsi gani anavyoishi mahali pale. Kwa hivyo yule mwajiri kazi yake ni kumpa kazi ya kumpa ama ya kupa chakula katika kupee nguruwe. Basi Biblia inasema ya kwamba baada ya muda huyu kijana, kwa sababu kulikuwa na njaa, Biblia inasema ya kwamba akaanza kuhitaji, anataka chakula, imefika lunch hajakula na hakuna mahali, hakuna msaada. Kumbuka ya kwamba huenda ikawa
aliambiwa kiwango ya mshahara wake. Kwa hivyo ikawa ya kwamba kuna shinda anapitia kabla ya mshahara wake ufike. Na nikaona ya kwamba Biblia inasema ya kwamba akaanza kukula pamoja na nguruwe, kwa sababu tunajua kazi ya nguruwe inaletewa chakula aina zote. Kwa hivyo akaona hakuna njia ingine, na tazama kulikuwa na njaa katika ile nchi. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo nikaona ya kwamba kuna watu wengi walibarikiwa na wakatoka katika njia za Mungu, na wakaona kana kwamba wanaweza jiendelesha. Wakasahau ya kwamba Mungu ndiye anayebariki na Mungu ndiye anayesimama na wale ambao wamamwaminio. Kwa hivyo nikatafakari, nikaona ya kwamba huyu kijana akapitia katika shinda. Huyu kijana akapitia katika njaa, kwa sababu wakati ambapo unakula chakula ya nguruwe sio kumaanisha unasiba, lakini inamaanisha ya kwamba ni kitu tu ya kukufanya tumbo ihisi ya kwamba ni kana kwamba imekula. Na Biblia inasema ya kwamba wakati ambapo aliweza kukaa akatafakari maishani mwake, akaona ni watu wangapi niliacha kwa baba yangu. Kumbuka ya kwamba babake alikuwa ni tajiri sana, na hivyo alikuwa na wafanyikazi. Yule kijana akawaza, akaona ya kwamba je, ni watu wangapi wameajiriwa na baba yangu? Ni watu wangapi wanakula kwa baba yangu? Ndio, ni wafanyikazi, lakini baba yangu alikuwa anawapea chakula. Baba yangu alikuwa anawaangalia kwa njia ya kitofauti, nami niko hapa tu kuteseka. Akatafakari katika mawazo yake, na Biblia inasema ya kwamba baada ya kutafakari akasema ya kwamba nitachukua hatua ya kwenda kwa baba yangu, na ili nikamwambie, baba, nimekosa na sifai kuitwa mwana wako tena. Hivyo ni kumaanisha ya kwamba alijirudia maishani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Nami siku ya leo nimekuja kukuambia ya kwamba mrejee Mungu vile ulivyo. Huenda ikawa ulikuwa unafanya kazi ya Mungu, huenda ikawa ni wewe ulikuwa unasimamia katika usafi, huenda ikawa ni wewe ulikuwa unaangalia kanisa kama iko sawa sawa, na baada ya Mungu kukubariki ukaona kana kwamba ni wewe umejiweza, na ukamwacha Mungu kwa ajili uko na mali, ukamwacha Mungu kwa ajili maybe umepata ndoa, ukamwacha Mungu kwa ajili umeajiriwa na uko na kiwango nzuri ya pesa, kwa ajili umemwacha Mungu. Basi baada ya hayo maisha yakakuendea vile alikuendea, kwa sababu tunajua ya kwamba ukimfanyia Mungu kazi, ukifanya huduma katika utumishi wako katika kiwango chako, Mungu naye anasababisha kazi unayoifanya, biashara unayoifanya inaendelea kuongezeka, kwa sababu kila jambo umemwaminia katika maisha yako. Basi tukaona huyu kijana akachukua hatua, akaenda akasema ya kwamba nitaenda kwa baba yangu, kwa sababu alijiita mkutano. Akaona ya kwamba ni watu wangapi wanaoishi kwa baba yangu, wanaokula, wanaokunywa na wanalala vizuri, na bado ni watumwa. Basi mimi nitaenda, sitakuwa hata mtoto wake, kwa sababu alijirudia maishani mwake, akaona dhambi ama makosa aliyotenda. Hivyo basi jioni njema ya leo nimekuja kukuambia ya kwamba huenda ikawa ulimwacha Mungu kwa ajili umebarikiwa na pesa, huenda ikawa umemwacha Mungu kwa ajili kile ambacho ulikuwa unahitaji umekipata. Basi baada ya kumwacha Mungu, maisha yako yamekuwa ni maisha hayaeleweki. Maisha yako yamekuwa ni maisha ambayo yamekuwa na changamoto, ni maisha ya shinda, ni maisha ya vita katika boma. Huenda ikawa Mungu alikubariki na ndoa, lakini baada ya kubarikiwa ukawa mtu ambaye amemwacha Mungu, ukawa mtu ambaye ameridhika katika ile nafasi, ukasahau kazi ambao ulikuwa unamfanyia Mungu ndio ilikuwa inafanya ukaweze kuondoka, ukaweze kumfanyia Mungu kazi. Basi nimekuja kukuambia ya kwamba kama unapitia katika hiyo nafasi, kama unapitia katika maisha hayo, nimekuja kukuambia ya kwamba unaweza mrejea Mungu jinsi ambavyo ulivyo, naye atakukubali. Bwana Yesu asifiwe. Huyu kijana akachukua nafasi, akaondoka, akaacha wale ambao walikuwa wanaishi na wao katika yule mji, akaacha yule ambaye alikuwa amemwajiri,
akaacha nguruwe zote, akachukua nafasi, akaenda hadi kwa baba yake. Basi siku ya leo kuna mtu ambaye alibarikiwa, kuna mtu ambaye alikuwa anamfanyia Mungu kazi vizuri, na baada ya kupata kile ambacho alipata, baada ya kupata mjumba, baada ya kupata maisha mazuri, baada ya kupata kazi, akamwacha Mungu. Na baada ya kumwacha Mungu, maisha yakabadilika. Basi nimekuja kukuambia ya kwamba usikae pale ukiona kana kwamba Mungu hata kusamehea. Huyu kijana, Biblia inasema ya kwamba wakati aliweza kwenda katika mji wa kwao, babake akamuona kwa habari, akakibia. Biblia inasema ya kwamba akamkubatia na akambusu. Hivyo ni kumaanisha ya kwamba hata kama babake alimpa mali yake, alikuwa bado na nafasi ndani ya moyo wake. Hata kama yule kijana alimkosea baba yake, bado baba yake alikuwa na nafasi ndani ya moyo wake. Hivyo ni kumaanisha ya kwamba hata kama ulimwacha Mungu, hata kama ulipata kazi ukaona kana kwamba maisha yamekuwa sawa sawa, na baada ya kumwacha Mungu maisha yakabadilika, nimekuja kukuambia jioni njema ya leo, bado Mungu ako na nafasi yako ya urejesho. Bado Mungu ako na nafasi, anakugojea. Kwa sababu huyu kijana alijiita mkutano, akasema, je, ni watu wangapi wanakula, wanaishi vizuri, wanalala mahali pazuri, na bado ni watumwa katika maisha yao, katika kumfanyia kazi baba yangu? Hivyo basi nitachukua hii nafasi nikaweze kumwendea baba yangu, nimwambie, dadi, usiniite tena, sistahili kuitwa mwana wako tena, basi nafaa kuitwa mtumwa wako. Yule babake alikuwa na nafasi ndani ya maisha yako. Hivyo basi kuna mtu jioni njema ya leo ananitazama, kuna mtu jioni njema ya leo ananisikiza, na ulikuwa unamfanyia Mungu kazi vizuri, baada ya kuona kana kwamba maisha yako yamekuwa nzuri, baada ya kuona ya kwamba afya yako iko sawa, ukamwacha Mungu, ukaona kana kwamba ilikuwa kazi ya bure. Nimekuja kukuambia jioni njema ya leo ya kwamba there is still another chance yako ya kumrudia Mungu, na ili ukaweze kurejea, Mungu akaweze kukupeleka kiwango kingine, kwa maana yeye ni Mungu wa urejesho. Hivyo ni kumaanisha ya kwamba katika maisha ambayo unaishi siku ya leo, katika utendakazi wa Mungu ambao ulikuwa unamfanyia Mungu kazi, na ukaona umejiweza, ukaona umepata kile ambacho ulikuwa unahitaji maishani mwako, na baada ya kupata maisha yakabadilika. Hivyo ni kumaanisha ya kwamba bado uko na nafasi nyingine ya kumrejea Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vile shetani anakuwa amekuingia, ama kuna vile masaibu yamekushika mateka. Unaona kana kwamba ni jambo la kawaida, unaona kana kwamba ni maisha ya kawaida. Lakini nimekuja kukuambia ya kwamba kama ulikuwa unamfanyia Mungu kazi, kama ulikuwa unatenda nafasi yako katika utumishi, na baada ya hayo ukaacha, angalia maisha yako jioni njema ya leo. Nimekuja kukuhimizia ya kwamba kuna nafasi tena ya kumrejea Mungu, na ili maisha yako yakabadilike. Huyu kijana akamrejea babake, na Biblia inasema ya kwamba baada ya babake kumuona, akambusu, akamkubatia na akamkaribisha. Na kitu ya kwanza alichokifanya, aliita wale watumwa wengine, akasema, akaamurisha, kwa sababu alikuwa na mali, akasema, kitu ya kwanza, nenda ukaoge, nenda ukabadilishe hizi nguo, mleteeni nguo nzuri, na ili tukaweze kuzungumza. Mimi nimekuja kukuambia jioni njema ya leo ya kwamba Mungu anakugojea kwa hali ambao ulifanya, kwa matendo, kwa dhambi ambazo ulitenda, ukabackslide, ukaona kana kwamba ni maisha ya kawaida. Bado kuna nafasi nyingine ya kumrejea Mungu, na ili ukaweze kuwa jinsi ambavyo ulivyokuwa hapo awali. Bwana Yesu asifiwe. Na ninaona ya kwamba kuna watu walibarikiwa na Mungu, na baada ya kubarikiwa wakaona wameridhika. Baada ya kubarikiwa wakamwacha Mungu. Watumishi wengi baada ya kubarikiwa wakaona kuna injili nyingine ya kuhubiri, wakabadilika,
wakabadilisha injili, na baada ya kubadilisha injili maisha yao yakarudi ni kama kwamba hakuna. Wakakuwa wamerudishwa nyuma, wakarudishwa nyuma na mambo ya ulimwengu. Lakini baada ya hayo nimekuja kukuambia ya kwamba jiite kamkutano, kwa maana kuna nafasi ingine ya kumrejea Mungu jinsi ambavyo ulivyo. Ukimrejea Mungu wakati ambapo ulivyo, jinsi ambavyo ulivyo, Biblia inasema ya kwamba yule kijana akabadilishwa, akaenda akaoga, akavaa nguo zingine, akavaa viatu, hata akavalishwa na pete. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ni kumaanisha ya kwamba bado babake alikuwa na upendo, alikuwa bado anahisi ya kwamba huyu ni mtoto wangu, huyu ni mtoto wangu. Nami nimekuja kukuambia ya kwamba bado Mungu anajua ya kwamba huyu ni mwana wangu. Ni wewe ukate kauli, useme sasa nimeamua. Ndio Bwana, nilikukosea, kuna mahali nilienda visivyo, na nimekuwa nimehangaika kwa muda mrefu, lakini Baba nimekurejea jinsi ambavyo nilivyo. Naomba unifinyanze tena, naomba unianzishe tena. Naye Mungu atakuvalisha na nguo, atakuvalisha na kibali, atakuvalisha na mawazo mazuri, kwa sababu baada ya wewe kumkubatia, ama baada ya Mungu akikubatia, anabadilisha na maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Na nikatafakari, nikaona kuna watu wengi, hata wengine wetu tunajua ya kwamba mtu alikuwa famous, Mungu alikuwa amemweka katika kiwango kingine, Mungu alikuwa amembarikia, alikuwa amemwaminia makanisa, alikuwa amemwaminia huduma, lakini baada ya kwenda akaona kana kwamba anajiweza, akawa na kiburi. Wengine wetu wakawa na mambo ambayo wanaona kana kwamba ni wao tu, na baada ya hiyo Mungu naye akakuondokea, nawe ukaona kana kwamba ni maisha ya kawaida. Jioni njema ya leo nimekuja kukuambia ya kwamba hivyo ulivyo siku ya leo, mrejee Mungu na ufanye kazi jinsi ambavyo ulikuwa unafanya hapo awali. Naye Mungu anasema ya kwamba atakubadilisha, atabadilisha maisha yako, atabadilisha kazi yako, atainua kiwango kingine na kingine. Kwa maana Biblia inasema ya kwamba tukinyenyekea mbele zake na tujiachilie kwake, naye anaingia ndani yetu. Hivyo ni kumaanisha ya kwamba kwa wale ambao wanaona kana kwamba hii kazi imefika mwisho, unaona kana kwamba sitaendelea tena katika kumfanyia Mungu, nimemfanyia, maisha yako yakabadilika, na huenda ikawa huoni kana kwamba yamebadilika. Nimekuja kukuambia ya kwamba ukichukua hatua ya kutafakari tena na uone ya kwamba ninafaa, na uone ya kwamba mahali ambapo nilikuwa namfanyia Mungu kazi, wakati ambapo nilikuwa nafanya kazi ya Mungu, wakati ambapo nilikuwa najitolea, ninafika katika nyumba ya Bwana, ninaosha kanisa, ninatengeneza viti, basi ukaona kana kwamba uko sawa na maybe kazi ambayo ulikuwa unaomba, kwa sababu Mungu anatuambia ya kwamba tukiomba anatupa, tukibishabisha anafungua. Basi uliomba na Mungu naye akatenda, na baada ya kutendewa ukamwacha Mungu, ukaridhika na maisha yako. Basi baada ya hayo maisha yakawa maisha ambayo hayaeleweki. Nimekuja kukuambia siku ya leo, bado kuna nafasi ingine ya kumrejea Mungu jinsi ambavyo ulivyo, na ili naye Mungu atakukubali. Huyu mzazi ama huyu baba wa huyu kijana akamkubali, na ukiendelea utaona ya kwamba jinsi ambavyo waliishi kwa furaha, jinsi ambavyo walifanya sherehe katika ule mji, watumwa wote, wafanyikazi wote wakaandamana na wakakuwa na kikao ya kufurahia huyu mwana ambaye alikuwa amepotea. Hivyo ni kumaanisha ya kwamba katika ulimwengu wa roho, wale ambao watamrejea Mungu, kutakuwa na furaha. Malaika wa Bwana wataitana, Mungu naye atakuwa mahali pale, watasherehekea urejesho wako kwa sababu ulikuwa mwana wao, ulikuwa mwana wa Mungu. Basi kutakuwa na furaha mahali pale. Kwa wale ambao watamrejea Mungu jioni njema ya leo, kuna mambo ambayo yatabadilika katika ulimwengu wa roho. Malaika wa Bwana watatembelea, watakuwa pamoja, watakuwa na kikao, waseme balozi wa Mungu amemrejea Mungu. Hivyo basi kutakuwa na sherehe pahali pale, kwa sababu walikuwa wanajua, huyu babake alikuwa anajua kijana yake jinsi ambavyo alivyokuwa. Bwana Yesu asifiwe.
Hivyo ni kumaanisha ya kwamba wewe ambaye utamrejea Mungu siku ya leo ama jioni njema ya leo, wewe ambaye utaona kweli kuna mambo nilikuwa namfanyia Mungu, na baada ya kuona kana kwamba amenitendea nikamwacha, nikaacha mambo yote, hivyo ni kumaanisha ya kwamba kutakuwa na furaha, kutakuwa shangwe na delemo, kutakuwa na mambo yatatendeka katika ulimwengu wa roho, kwa sababu kunaye mmoja ametafakari mawazo yake, ametafakari njia zake, ametafakari doa yake, na akasema ya kwamba ni watu wangapi ambao wanamfanyia Mungu kazi na Mungu anawape chakula cha kila siku. Ni watu wangapi ambao wanakuja katika kanisa mapema, wanapanga viti na mambo yao yanakuwa sawa sawa. Nami nimechukua hii nafasi ya kurejea Mungu, na ili kazi niliyokuwa ninayoifanya Mungu akaweze kunibarikia. Hivyo ni kumaanisha kwamba katika kumtumainia Bwana kuna urejesho, katika kumtumainia Bwana, katika kumfanyia Mungu kazi, Mungu naye anatengeneza njia zako. Huenda ikawa yule ambaye amekaa katika uwepo wa Mungu, huenda ikawa unaona kana kwamba ni kawaida. Nataka kukuambia jioni njema ya leo, sio kawaida. Hivyo unamfanyia Mungu kazi, Mungu naye anakuinua, Mungu bado amekushikilia, Mungu bado amekuongoza, Mungu bado amesimama na familia yako. Wakati tu utamwacha, kutakuwa na njaa katika maisha yako. Biblia inasema ya kwamba wakati tu huyu kijana alitumia mali yote katika ile nchi ikawa na njaa. Hivyo ni kumaanisha ya kwamba wakati alikuwa anatumia hakuwa anajua kutakuwa na njaa. Nimekuja kukuambia ya kwamba wakati ambapo unamtumikia Mungu, unaweza ona kana kwamba ni kawaida, unaweza ona kukua na afya kila siku ni kawaida, lakini siku moja tu ambayo utamwacha Mungu utaona utofauti. Basi wewe ambaye umekaa mbele za Bwana, wewe ambaye unaenda katika njia za Mungu, nimekuja kukutia nguvu nikuambia ya kwamba zidi kumfanyia Mungu kazi, zidi kuendelea katika kumfanyia Mungu kazi, kwa sababu kuna mambo mengi Mungu anakuonekania. Kuna uwepo wa Mungu ambao unakubeba, kuna nguvu za Mungu ambazo zinakubeba. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi tukiendelea, najua ya kwamba kuna mambo mengi ambayo tunamfanyia Mungu kazi. Kuna watu ambao jioni njema ya leo ambao huenda ikawa wananitazama, wameona kana kwamba wamechoshwa na kazi, wamechoshwa na kumfanyia Mungu kazi, na imefika mahali hata wanamwambia Baba, nipe sehemu ambayo inayoniangukia. Nataka kukuambia ya kwamba hata ukimuitisha Baba yetu atakupa ndio, lakini hautakuwa pamoja naye. Uwepo wa Mungu hautakuongoza. Hivyo ni kumaanisha ya kwamba wewe zidi kumfanyia Mungu kazi, zidi kumtumikia Mungu katika njia ambayo unaomfanyia, zidi kuendea katika laini yako, naye Mungu bado atakushikilia. Ndio, kuna mali mingi ambao babake huyu kijana alimpatia, lakini wakati tu alitoka katika umbrella yake, hivyo ni kumaanisha ya kwamba uwepo wa Mungu ulimuondokea. Basi jioni njema ya leo ni vizuri tukae katika ile umbrella ya Mungu, na ili wakati ambapo kutakuwa na matatizo, wakati ambapo kutakuwa na njaa, Mungu atakuwa pamoja naye. Mungu atakuwa pamoja na maisha yetu. Mungu atakuonekania. Kwa wewe ambaye umesimama katika ile nafasi ya kumtumikia Mungu, nataka kukuambia ya kwamba Mungu wako pamoja na wewe. Na kwa wewe ambaye ulikuwa unamfanyia Mungu kazi, ukaona kana kwamba ni kazi ya bure, ukaona kana kwamba Mungu wakati alikubariki ukaacha kurauka mapema, ukaacha kwenda fellowship, ukaacha kwenda katika kazi ya Mungu, na baada ya hayo maisha yako yakabadilika, nimekuja kukuambia ya kwamba mrejee Mungu jinsi ambavyo ulivyo. Mwambie, dadi, nimekuja, sistahili kuitwa mwana wako tena, lakini nimekuja tu unipe tu nafasi nyingine. Naye Mungu wetu ni Mungu wa huruma, kwa sababu anajua ya kwamba bado kuna nafasi yako. Na wakati ambapo mtoto amekomaa, ameweza kutambua mambo mengi, hapo ndipo mzazi anamfungulia roho, anamwambia hapa tunafanyanga hivi, anaanza kumwachilia mali yake, kwa sababu ameona amekomaa, kwa sababu ameona ako sawa. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba ukikaa kwa Mungu, Mungu akiona uko sawa, maisha yako yatakuwa sawa sawa, kazi yako itakuwa sawa sawa. Lakini ukimwambia dadi nipe, ndio atakupee, na wakati ambapo utapata, utaweza kutawanyisha mali yako na maisha yako yatarudi nyuma. Na hapo ndipo huu kijana wakati alimuitisha
akamuitisha mali yake. Yule babake hakuwa na otherwise, bali alimpatia, lakini kwa roho alikuwa anajua. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa jioni njema ya leo kuna kitu ambacho unaitisha Mungu, na nataka kukuhakikishia ya kwamba Mungu ni Mungu wa ahadi, na Mungu atakupatia, na Mungu atakuonyeshania, Mungu atakuonekania katika maisha yako. Huenda ikawa ni kazi unataka akupatie, ndio Mungu atakupatia, lakini baada ya kupatiwa usitoke katika ule uwepo, usitoke katika ile njia, usitoke katika kumfanyia Mungu kazi, kwa sababu once umechukua hatua ya kujiona kama kwamba umeweza, once umechukua hatua ya kujiona kana kwamba uko sawa katika hali ya kifedha, hapo ndipo uwepo wa Mungu utakuondokea, na wakati ambapo utakuondokea maisha yako yatarudi nyuma. Lakini jioni njema ya leo nimetumwa na Mungu nikuambie ya kwamba kwa wewe ambaye uliona kana kwamba umejiweza na maisha yakakubadilikia na maisha yakawa si vile ilikuwa, nimekuja kukuambia ya kwamba kuna nafasi nyingine ya kumrejea Mungu. Kuna nafasi nyingine ya kukuja mbele za Mungu. Kuna nafasi nyingine ya kumwambia dadi, nisamehee. Ndio nilitenda dhambi na nikaona kana kwamba hutanisamehea. Mungu amekupa nafasi nyingine. Mungu atakupa nafasi nyingine ya kukuonyesha ya kwamba bado wewe ni mwana wake. Bwana Yesu asifiwe. Huyu kijana babake akampa nafasi nyingine na akamkubatia. Bwana Yesu amekugojea wewe ambaye ulimuacha, wewe ambaye uliona kana kwamba unajiweza. Bwana Yesu ako tayari, atakukubatia, atakukubadilisha, atabadilisha maisha yako, atabadilisha kazi yako, atabadilisha familia yako, atabadilisha watoto wako, kwa sababu yeye ni Mungu wa urejesho. Na wakati ambapo umeona na umetafakari, ni kumaanisha ya kwamba kuna kitu ambacho kiko ndani yako. Kwa hivyo wewe ambaye uko katika njia ya ukweli, wewe ambaye unamfanyia Mungu katika njia ya ukweli, Mungu atakapo kukubariki, Mungu atakapo kukuweka katika kiwango kingine, jua ya kwamba usitoke katika ile njia, kwa sababu once utatoka kuna mambo ambayo yatakutendekea, na baada ya hayo najua ya kwamba kuna ushindi utapatikana, kwa sababu ukienda kwa njia yake, ukienda ukijua ya kwamba yeye ndiye muweza, hapo ndipo. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ni kumaanisha ya kwamba usiku wa leo kuna mambo mengi ambao watumishi wametenda. Kuna watu ambao walikuwa maarufu katika kumfanyia Mungu kazi. Kuna watu ambao walikuwa na kazi nzuri katika maisha yao. Kuna mtu alikuwa na familia nzuri, na baada ya kupata familia akasahau na Mungu, akasahau mahali ambapo alitolewa, akasahau na kazi ambayo Mungu amefanya ndani yake. Huyo ndiye ninayenenea jioni njema ya leo, nikuambia ya kwamba mrejee Mungu. Ako na nafasi nyingine ya kukuonyesha ya kwamba yeye bado ni baba yetu. Huyu kijana babake akamkubatia, na baada ya kumkubatia akasema na avarishwe pete, na avarishwe nguo mzuri, na avarishwe na apakwe mafuta. Hivyo ni kumaanisha ya kwamba Mungu, wakati ambapo umejiita mkutano, Mungu kuna kitu ambacho anaangalia ndani yako. Anaona kweli umeamua, na anaona sasa huyu kijana yangu, sasa huyu dada yangu ako tayari kunirejea. Naye Mungu anasema ya kwamba ako tayari kukukubatia. Wewe ambaye uko pale, wewe ambaye unanitazama, Mungu wako tayari kukukubatia. Mungu wako tayari kukurejeshea. Hatua tu ni moja. Uchukue hatua na umwambie, Baba, nimekosa, sistahili kuitwa mwana wako tena. Huyu kijana alikuwa ametesekea pale, alikuwa anakula chakula ya nguruwe. Huyu kijana alikuwa membi anapewa kazi mingi, hakuwa narara, alikuwa narara na nguruwe. Lakini akarara siku moja, akatafakari maisha ambayo alikuwa anaishi pale. Basi ndugu na dada, jioni njema ya leo, tafakari wakati ambapo ulikuwa na Mungu, wakati ambapo ulikuwa na uwepo wa Mungu, wakati ambapo ulikuwa unanena kwa dimi. Kuna mambo mengi ambayo yalikuwa yanatendeka, lakini kuna mahali tu ulienda, kuna njia tu ulidivert, ukamwacha Mungu. Lakini jioni njema ya leo, Mungu yuko tayari. Nasema Mungu yuko tayari kukurejea katika hilo jambo ambalo unahitaji. Mungu yuko tayari kusababisha maisha yako yakaweze kuwa sawa sawa. Mungu yuko tayari kukupa neema na kibali cha kutenda kazi. Mungu yuko tayari kukupa neema na kibali cha kupata familia. Mungu yuko tayari kukupa neema na kibali cha kuweka biashara, na ili ikaweze kuinuka katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo usiku wa leo tunapotamatisha,
ningependa uambie Mungu ya kwamba Mungu, kuna mahali ambapo nilienda pasipofaa, na wakati ambapo niliona kana kwamba ninajiweza, nikatoka katika njia zako, nikatoka katika kukufanyia kazi. Mungu amekugojea. Yule kijana babake alikuwa anamngojea. Baada ya kumuona, hakufikiria mambo mengi, hakuona alimaliza mali yake, sasa amemrejea akiwa katika shida, bali kitu ya kwanza alimkubatia. Mungu wako tayari jioni njema ya leo, wewe ambaye unanisikiza, Mungu wako tayari jioni njema ya leo ya kwamba ndio alikubariki, na baada ya kubarikiwa ukatoka katika njia zake, ndio alikupa familia, ukaona sasa ni wakati wa kushughulikia familia yangu, akakupa na fedha, ukaona ni vizuri sasa ung'ang'ane. Lakini baada ya hiyo maisha yakabadilika, na ukasahau ya kwamba kazi uliyoitenda, kazi ambayo ulikuwa unamfanyia Mungu, ndio ilikuwa inaweza kustahimili katika kumfanyia Mungu kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwangu mimi nimeamua ya kwamba nitamfanyia Mungu kazi kwa muda ambao nitapata, kwa kazi ambao ninayoifanya nitakuwa natenga nafasi, naye Mungu ananiweka katika ile nafasi ambao ni ya kiwango si cha kawaida, kwa sababu wakati ambapo umetafakari ukajua ya kwamba haya yote ninatenda, hizi pesa ninapata, hizi fedha ninapata, ni kumaanisha ya kwamba ni kwa sababu ninamtumikia Mungu, ni kumaanisha ya kwamba ni kwa sababu kazi ninayoifanya Mungu ananionekania. Kwa hivyo jioni njema ya leo, ni ombi langu na dua ya kwamba tuendelee kumfanyia Mungu kazi. Tusichoke katika hii nafasi, tusichoke katika kulauka mapema, tusichoke katika kumfanyia Mungu kazi, kwa maana yeye ndiye ameweza kustahimili. Hiyo neema amekupa, huenda ikawa ni hiyo kazi ya Mungu unamfanyia, kwa sababu huyu kijana ile neema alikuwa nayo akiwa kwa babake, ni kwa sababu babake alikuwa anamwangalia. Na hivyo basi wakati alijiona anaweza kukaa na mali yake, basi akaenda. Na Biblia inasema ya kwamba kukawa na njaa. Hivyo ni kumaanisha ya kwamba aliachilia. Wakati ambapo aliona kana kwamba amejiweza, babake akampa kile ambacho alikuwa anahitaji, nayo neema ya Mungu ikatoka juu yake. Wewe ambaye ulibarikiwa, wewe ambaye umebarikiwa, wakati tu utatoka katika njia za Mungu, wakati tu utaona kana kwamba ni wewe tu, hapo ndipo neema ya Mungu itakuondokea. Bali nimekuja kukutia nguvu nikuambie ya kwamba kaa katika neema yake, kaa katika kumfanyia Mungu kazi. Usiangalie wengine, usiangalie yule ambaye alienda, bali tafakari maisha yako, mambo ambayo unayoitenda siku ya leo. Ni neema imekubeba. Kwa sababu gani? Umemfanyia Mungu kazi, ama unamfanyia Mungu kazi kwa moyo mmoja, kwa kujitolea na kwa kuendelea. Basi yule ambaye naye alitafakari, akatumia mali yake yote, akakuwa na doa, na baada ya kukuwa na doa akaona kwa sababu nimepata mchumba, nitaishi vile ambavyo nilivyo. Na baada ya hayo wakawa na changamoto katika ndoa, wakawa na changamoto katika biashara, badala ya biashara inuke inapungua. Mrejee Mungu. Mimi nimetumwa nikuambie ya kwamba kuna Mungu wa urejesho. Jinsi ambavyo ulivyo atakurejea, naye Mungu atakukubatia jinsi ambavyo ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi jioni njema ya leo, ninashukuru nafasi hii, kwa sababu najua kunaye mtu mmoja, huenda ikawa sijui ni nani, huenda ikawa sijui ni nani ambaye ananitazama, lakini kuna mtu mmoja Mungu alimbariki kiwango cha juu, na ambapo baada ya hiyo akaona amejiweza na akamwacha Mungu. Lakini baada ya kumwacha Mungu, mambo ambayo yamekuwa yanaenda juu yako, mambo ambayo yamekuwa yanakuongoza maisha yako, ni mambo magumu, ni kazi ngumu. Unafanya kazi, pesa hazionekani, pesa hazitoshi. Umelea watoto, wamekuwa vichwa ngumu. Umekuwa na biashara, makasoma wakikuja badala wakuletee pesa, wanakukopa na hawarudi, wana divert njia, wakijua wewe unauzia hii nafasi, wanatumia njia ingine, kwa sababu hawataki kukurejeshea pesa, kwa sababu ulimwacha Mungu. Nataka kukuambia ya kwamba mrejee Mungu na maisha yako yatabadilika. Mrejee Mungu na wale ambao walitoroka, wale ambao walienda na deni yako, watakurejeshea, kwa sababu ni Mungu wa urejesho. Na wewe ambaye bado uko katika ile nafasi, wewe ambaye bado umeshikilia Mungu, kuna mambo unaona kana kwamba hajakutendea, lakini nataka kukuambia ya kwamba ni kwa muda tu ambapo Mungu atakurejeshea,
ni kwa muda tu ambapo Mungu atasimama na wewe, ni kwa muda tu. Na ile afya ulio nayo huenda ikawa ni kumfanyia Mungu kazi unamfanyia, naye Mungu anakupa afya. Wengine wakienda kuambiwa walipe SHA na wakilipa inakosa kutenda kazi. Mungu wewe hakukupa hiyo nafasi, lakini amekupa afya, amekupa maisha mazuri, amekupa na watoto wazuri, amekupa na neema, na ili ukaweze kusimama katika ile pengo. Kwa hivyo Mungu wa amani atubariki. Ningependa tukaweze kusimama na hii tukaweze kuomba ombi la pamoja. Uambie Mungu tu akusaidie katika kumfanyia Mungu kazi. Wewe ambaye umenisikiza, uliacha Mungu ukasahau na mambo ambayo ulikuwa unamtendea Mungu na alikuwa amekushikilia katika ile nafasi, ni wakati mzuri sasa wa urejesho katika maisha yako. Mwambie Mungu akuonekanie, mwambie Mungu akusaidie. Usiku wa leo tunapomaliza, Mungu wangu ni asanti, ni kwa sababu ya uwezo wako. Ninakushukuru Jehova, ni kwa sababu umenituma na nimefikisha ujumbe wako ya kwamba Jehova uko na nafasi ya kwamba yule ambaye atatafakari kama yule kijana mwana mpotevu alivyotafakari maisha yake, vile ambavyo alikuwa anataambika katika ile nchi ya ugenini, akatafakari akasema ya kwamba ni watu wangapi, ni watumishi wangapi ambao wanakula wanalala vizuri, bado wangali ni watumwa wa baba yangu, nami nitamrejea nimwambie Baba, sistahili kuitwa mwana wako tena. Mungu wangu ni asanti. Usiku wa leo na kuendelea, nimerejea mikononi mwako, nimerejea kwako Bwana. Huenda ikawa kuna mambo ambayo ulinisaidia na nikafika kiwango cha kujiona kana kwamba najiweza, na hapo ndipo uwepo wako ulinitoka. Usiku wa leo Bwana, nimekurejea, nimesema Bwana uniongoze sasa. Maisha yangu nimekupatia, nawe Bwana unasema ya kwamba kwa wale ambao watakurejea Bwana utawakubatia, Bwana utawavarisha na mavazi mazuri, Bwana utawavarisha na kila jambo litakuwa sawa sawa, na malaika na kila mmoja kutakuwa na furaha katika ulimwengu wa roho. Usiku wa leo Bwana, kuna wao ambao wanakurejea, kuna wao ambao wamekata kauli, kuna wao ambao wametafakari kuanzia sasa hivi wamekurejea, wameona kwamba walikuasi wakaacha njia zako. Bwana na wewe uwarejee, Bwana na wewe uwakubatie. Usiku wa leo Jehova, kuna wale ambao wamekaa katika njia zako, kuna wale bado wanang'ang'ana kukaa katika uwepo wako. Bwana unasema ya kwamba kuko na sherehe, kuko na furaha, kwa maana wao wamestahimili kujua Bwana unaweza. Usiku wa leo sisi kama watumishi wako tunaomba utusaidie, hata wakati tutakapokuwa na mali Bwana, tusisahau na uwepo wako, tusisahau ya kwamba ni neema yako imetubemba. Mungu ninakushukuru usiku wa leo. I glorify your holy name tonight, oh God. I say thank you, King of glory. You have done marvelous on our lives, oh God. But, oh God, thank you because Mungu wangu umetenda mambo makuu. We kneel down unto you, oh God. Thank you because you are going to intervene. Mungu utaenda kuingililia mahali ambapo tulikuacha, mahali ambapo Bwana tuliacha neno lako. Bwana tunaomba utusaidie, utupe neema, utupe na nafasi ingine. Ni asanti Mungu usiku wa leo. Ni asanti kwa watumishi wako, ni asanti kwa wote ambao wanatutazama, ni asanti kwa wote ambao wataendelea kukutumikia katika kila jambo. Bwana wa Mungu na Mungu wangu, ninaomba kama vile ulisimama na mtumishi wako Musa, ya kwamba usimame na watumishi wako usiku wa leo na kuendelea. Kwa wale ambao walikuacha Bwana, ukawaonekanie katika njia zao. Wametafakari, wameona ya kwamba kweli wakati ambapo walikuwa na kutumainia maisha yao yalikuwa sawa sawa, wakati ambapo walikuwa Bwana wanafanya kazi yao, maisha yao, familia zao zilikuwa sawa sawa, afya yao ilikuwa sawa sawa. Lakini ujio njema ya leo kupitia hili neno umenipatia Bwana, wametafakari na wamewaza, wakaona kweli wakati ambapo nilikuwa nakufanyia kazi kuna mambo yalikuwa yanatendeka ya kifahari. Mungu wangu usiku wa leo naomba unisaidie mimi kama mtumishi wako, sisi kama watumishi wako, tusifike mahali tuonekana kwamba tumejiweza. Fedha ambayo umetupatia
tusifike mahali tuone kana kwamba ni sisi tunatafuta sana, ni sisi tunajua kurauka sana, lakini tukae tukijua ya kwamba kwa wale ambao wanakutumainia kuna neema na kibali ambacho kinawambeba wakati ambapo kutakuwa na njaa, wakati ambapo wengine watasema biashara ziko chini. Bwana, kuna neema imetubeba sisi ambao tunakufanyia kazi, na hapo ndipo Jehova utatuinua kiwango kingine na kingine. Mungu wangu na Baba yangu, kwa watumishi wako tulio nao jioni njema ya leo, kazi tunayoifanya Jehova, tunaomba uweze kustahimili ya kwamba utupeleke kiwango kingine na kingine, nasi tumeapa mbele zako, hatutaona ya kwamba ni sisi tumejiweza. Ninakushukuru jioni njema ya leo, nikisema unastahili, nikisema hakuna Mungu mwingine kama wewe. Pokea sifa jioni njema ya leo, uabudiwe katika hii nchi, uabudiwe katika huu mji, katika jina la Yesu Kristo. Tunanyamazisha makano ya yule mwovu shetani, tunanyamazisha mitego, tunategua mitego ya yule mwovu shetani. Njia zetu Bwana zitanawili, maisha yetu yatanawili, watoto wetu watanawili, kazi zetu zitanawili, watumishi wako wataongezeka, watumishi wako Bwana watainuliwa katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Tuseme amen. Tuseme amen. Mungu wa amani awabariki sana katika hii nafasi. Tunapoenda nyumbani tuseme neema, na ili tukaweze kumaliza katika jina la Yesu Kristo. May the grace of our Lord Jesus Christ and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forevermore. Amen. Shalom, shalom, shalom.